Ukitaka kumuua mwanadamu yote mnyime elimu au shindwa kumsimamia kwenye swala la elimu. Lakini niwaombe madiwani mwe wakali sana kwa watumishi ambao ni wazembe. Tunao watumishi ambao wana maelekezo mahususi ya kusimamia elimu kwenye kata zenu, na mnao kwenye wewe diwani ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, kwenye ODC zenu mnakuwa nao. Tunao maafisa elimu kata wapo huko, ni lazima wawajibike ipasavyo. Tunao watendaji wa kata, wanazo sheria za kuchukua dhidi ya wale watu ambao hawasimamii watoto wao kwenda shule. Mimi niwape mfano, jana asubuhi, waheshimiwa madiwani, nimemkamata mtoto wa darasa la 6 Kogete shule ya msingi. Analimishwa na wazazi asubuhi. Nikampakia kwenye gari yangu na kumpeleka shuleni na nikatoa maelekezo mahususi kwa mzazi. Lakini lucky enough inaonekana anaye binti yake ambaye amefeli form 2 yupo nyumbani na wana mpango wa kumwozesha. Afisa tarafa wa tarafa hiyo anajua na nini mtuma mrudishe mtoto. Niombe mheshimiwa diwani wa kata hiyo, wasiliana afisa tarafa, yule mtoto aende shule. Na yule mtoto nilielekeza aende shule vile vile hata kama hana uniform. Kwa nisingependa nisikie swala la utoro na mheshimiwa diwani anasema hujui kinachoendelea. Afisa elimu hajui kinachoendelea. Haiwezekani. Tukipita mtaani humu tuna watoto wengi sana. Watoto wa mitaani. Lakini wanao ndugu zao, wanazo familia zao. Maafisa ya maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, tupite mitaani tuwatambue wale watoto na tuwanusuru wale watoto. Wengi ndio hao ambao wametoroka shule. Nikiwa kwenye kata moja ya Filipo kata gani? Nikiwa kwenye mkutano nilikamata mtoto pale. Nafikiri una hiyo taarifa, si ndio? Muda wa masomo yuko kwenye mkutano wa DC asubuhi. Lakini kwa taarifa anajihusisha na uchimbaji kwenye machimbo, na mtoto yule amekuwa kishusha mizigo lebo sokoni. Nikampeleka shuleni mwenyewe chini ya usimamizi wa polisi. Lakini madiwani mpo kwenye kata humo. Hawa watoto ni wa kwenu na hiyo jamii ni ya kwenu. Niwaombe mwe wakali kwa wazazi, kwa watumishi ambao wana dhamana ya kusimamia elimu kwenye maeneo haya. Hatuwezi kukubali matokeo ambayo yamekuja na tukawa happy. Niwaombe madiwani mwe wakali, chukueni hatua. Kama una mtumishi kona, nyosha mstari. Kwa sababu anasababisha kuua jamii ambayo unaiongoza. Kila mmoja akiwajibika kwenye nafasi yake, hatuwezi kuwa na changamoto ya utoro shuleni. Mzazi akiwajibika, wasimamizi ambao wana dhamana, waratibu elimu kata, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, idara ya elimu. Kama idara ya elimu unaniambia huna takwimu wala hujui kwa nini? Why? What is your concern kwenye idara yako? Ona wataka madiwani mwe wakali. Nitafurahi sana nikiona ili baraza limekuwa kali, lina wembe. Ili tusaidiane hizi kazi. Kuna migogoro mingi sio kwa na lazima. Na mingine inasababishwa na sisi wenyewe madiwani. Mingine inasababishwa na viongozi wetu kwenye mitaa, na diwani unajua, lakini tunaogopa kuambizana ukweli. Tunao miradi ya maendeleo iko kwenye maeneo yetu, kwenye kata zetu, ambayo imegharimu fedha nyingi. Diwani una wajibu wa kuisimamia, kuhakikisha kwamba inasimamiwa vizuri, inaendelea kudumu na inakuwa sustainable. Chakula shuleni ni ajabu sana, mpaka leo naona kuna wanafunzi wapati chakula shuleni. Nikiuliza takwimu ya shule mtaniambia shule zote zinapata chakula. Lakini tukienda kwenye idadi ya wanafunzi kwenye shule husika, unaweza kuta watoto wengi wapati chakula shuleni. Na mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo upo, mratibu elimu kata yupo, mtendaji wa kata yupo, mtendaji wa mtaa husika yupo, wenye viti wa serikali za mitaa wapo. Watoto wapati chakula shuleni. Tunasubiri mkuu wa wilaya aje ahamasishe, aje achukue hatua, na diwani upo, na mtendaji mzembe unamuona. Haitawezekana. Kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Na tukifanya kwa ushirikiano huo, mwisho wa siku tutapata matokeo chanya. Muhimu ni uhamasishaji
na ubunifu wa wewe diwani pamoja na timu ya wataalamu wako kwenye ODC yako. Unaweza hata kushirikisha wadau ukapata chakula shuleni. Tunatambua kuna watu ambao wana uwezo mdogo. Tukishirikisha jamii kwa undani zaidi, hatuwezi kukosa chakula shuleni. Hatutapata mtoto ambaye atapata chakula shuleni. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kusimamia, lakini pia tuendelee kufanya ufuatiliaji wa mapato na ulipaji wa vibali vya kumbi, burudani na starehe. Nimeshangaa kuona kwenye taarifa wanasema wamiliki kutotoa ushirikiano kwa wataalamu wanakwenda kusanya mapato. Nimeshangaa kuona kwenye taarifa zenu mnasema kuna wamiliki wanatoa lugha za kashfa za matusi kwa wataalamu, hivyo inawarudisha nyuma ninyi kwenda kufanya makusanyo. Ni kitu cha ajabu sana. Hii ni serikali, na kama tumeamua tusimamie, vyombo viko kwa ajili ya kusaidia. Lete taarifa. Nashangaa kuona unaniambia kuna mazao yanatoroshwa, hujawahi kutoa taarifa. Kinachohitajika hapa ni ushirikiano wa utoaji wa taarifa ili hatua ziweze kuchukuliwa.